Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu zangu, tutaanza madarasa ambayo yatakuwa yanatuelekeza namna ya kuweza kuvuta makalama. Sasa tushazungumza dalili za watu wenye ufalme, wenye nafasi. Sasa inatosha, nadhani hama tutakuwa tukigusia, lakini roho yangu yanituma kwamba wakati huu sasa tuutumie kuelekeza au kufundisha yale ambayo yatawasababisha watu waishi kiroho, na wakiishi kiroho basi roho zao zitakuwa zimewakubali, rohani wao wamewakubali, hivyo zitawavutia makalama. Na ukiona makalama siku zote utavuta pesa, utavuta mafanikio, na Mwenyezi Mungu atajalia kheri zake. Kikubwa kila kitu kimeandikwa kwa wakati wake. Tutaanza na uradi ambao ndani yake pana jina tukufu la Allah. Uradi huu uwezekano umeusikia, lakini unaweza ukawa uliutumia si kwa matumizi sahihi, lakini ukiutumia uradi huu tarajia moja kwa moja kwamba utakupandisha, utakutakasa na utakufikisha katika njia nzuri ambazo zinahitajika. Pana uradi unasomeka ya huwa ya man la huwa illa huwa. Ya huwa ya man la huwa illa huwa. Uradi huu ni moja katika nyaradi zenye nguvu sana za kirohani, na ni uradi wenye kubri nyingi katika amali za kirohani. Nikisema amali namaanisha matendo ya kirohani. Na mwenye kudumu kusoma uradi huu katika asubuhi au katika jioni, basi siku zote mtu huyo basi atarajie kwamba uradi huu utapandisha nyota ya huyo mwenye kudumu nao kwa kumuongezea kubri zaidi katika mambo yake. Pia humpa mtu nuru ya kirohani na kujibiwa dua na mambo yake mbalimbali kumwendea pasina shaka yoyote, hususan mtu huyo akiwa anajihusisha na mambo ya kitiba. Pia nyaradi hii ni ufunguo wa mambo yaliyofichikana ya kielimu. Ukitaka elimu basi dumu na uradi huu, utajua mambo mengi ambayo wengi hawajui. Kwa mwenye kudumu kusoma uradi huu, basi itadhihirika kwake na kufichuka ilmu ya siri ya mambo ya kiroho na kirohani, na watamtiririkia na watamdhihirikia binadamu na majini kuwa karibu na yeye na kutaka kunufaika na elimu yake katika masala mbalimbali ya kielimu pamoja na maisha. Pia uradi huu humfanya mtu kuwa na kuburi ya kujibiwa dua zake, na pia atakuwa mwenye kuheshimika na watu na kuogopwa. Watu watamfuata na kumpenda kwa kila hali. Pia uradi huu uhudhulisha viumbe na vikawa venye kumtii na kuwa katika miliki yake. Kuna mambo mengine hauwezi kutuma watu, kuna mambo mengine kuyafanya hauwezi kutumia pesa uliyokuwa nayo au umri au nafasi. Kuna vitu vingine vinakutaka moja kwa moja upate viumbe vyenye uwezo usiokuwa kwa binadamu ili uweze kuvitekeleza vitu kama hivyo. Lakini pana shuruti au sharti. Ikiwa wewe ni unataka kuyapata haya yote ambayo tumeyaorodhesha kwa kudumu na uradi wa ya huwa ya man la huwa illa huwa, unataka kudumu nao, basi shuruti la mwanzo, dumu katika ibadati. Uwe ni mtu wa ibadati, siyam, swala, sadaqa. Kiwa una uwezo wa hija, basi tekeleza zaka. Inshallah dumu katika haya mambo kwa uwezo wako wote. Uenda usifanye kama mwingine, lakini fanya kwa uwezo wako, ionekane umejitutumua kwa uwezo wako. Lakini shikamana na uradi huu kwa siku 40 mfululizo bila kuacha hata siku moja, na uwe katika hali ya usafi wa kimwili na kiroho. Siwe na mambo ya, nikisema usafi wa kimwili na kiroho, usafi wa kiroho, usiwe ni mtu wa ujba, yani roho mbaya,
una roho za kwa nini, una wivu. Kuna watu umewekea vinyongo, huna tabia ya kusamehe. Ukiwa na tabia kama hizo, uradi huu unaweza usikufae ipasavyo. Kama utakuwa mchafu wa kiroho, kimwili, unaweza usipate matokeo mazuri, lakini vizuri uwe msafi wa kimwili na wa kiroho. Lakini pia jambo la tatu, jiepushe na mambo ya laghawi. Mambo ya laghawi ni mambo ya upuuzi. Ni mambo ya upuuzi, mambo ya laghawi, upuuzi kama vile muziki inayoendana na milio, au na mambo ambayo yanaendana na hayo. Mambo ya laghawi, ubishani juu ya mpira, ni mambo ya kipuuzi pia, ni laghawi. Haijalishi nani anashabikia, lakini mambo ya laghawi. Na mambo mengine kama hayo, ubishani, mambo ya kipuuzi ambayo hata hayako. Lakini jambo la 4, mahali pa kufanyia nyaradi hii au uradi huu, hakikisha pawe ni pahala tohara, pasafi, pametoharika, palipojitenga na watu na kadhalika. Na ndani ya hicho chumba, kama ni chumba, kusiwe na msongamano wa vitu ambavyo vina maana yote. Chumba kiwe cheupe tu na hakuna mavitu ambayo pengine hayana usaidizi wote kwa wakati huo. Lakini pia unaposoma nyaradi hii, hakikisha unawasha udi kuanzia 3, 5 mpaka 7. Isiwe chini ya 3 wala isizidi 7. 3, 4, 5 mpaka 7. Kwa uchache uradi huu husomwa mara 1000 asubuhi baada ya salatu subh, na mchana baada ya salatu dhuhur, na jioni baada ya salatu al-maghrib, na usiku baada ya salatu al-isha. Na pia waweza kuamka usiku wa 8 na ukaswali rakaa 2, na rakaa ya mwanzo ukasoma suratul Fatiha pamoja na ayatul kursi mara 70. Nikisema ayatul kursi inafahamika, Allahu la ilaha illa mpaka mwisho. Kwa hiyo rakaa ya mwanzo wakati waamka usiku kusoma uradi, utasoma suratul Fatiha, alafu utasoma ayatul kursi mara 70 katika zile sura nyinginezo. Alafu katika rakaa ya pili utasoma suratul Fatiha pamoja na alam nashrah, inafahamika alam nashrah laqad sadraka mpaka mwisho, pia utaisoma mara 70. Kisha katika sijda ya mwisho utasoma uradi huu ambao tunauzungumzia, ya huwa ya man la huwa illa huwa. Utausoma uradi huu katika sijda ya mwisho, ndani tunaelewana, ambao utausoma mara 100. Kisha utaomba utakacho ukiwa kwenye sijda. Kisha ukimaliza kuomba unachotaka, basi utatoa salamu, na baada ya kutoa salamu utafanya istighfar mara 100. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Na kama ambavyo tunafahamu kwamba istighfar inaleta kila kitu. Istighfar inaleta kila kitu, kama Mwenyezi Mungu anaposema, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffala yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Kwamba kwa kuomba tu msamaha, basi Mwenyezi Mungu atakupatia mali. Kwa kusema tu istighfar, basi na kuomba hizo mali, ukisema astaghfir, Allah atakupa mali, lakini Allah atakupa watoto, lakini Allah atateremsha mvua kwa istighfar. Kwa utasoma istighfar mara 100 katika hiyo swala yako ya usiku ya rakaa 2 baada ya kutoa salamu. Na kisha utasoma jina utasoma jina ya huwa ya man la huwa illa huwa mara 1000. Kisha omba unachokitaka chochote, haja zako na shida zako zitatimia. Kisha utahitimisha kwa kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam mara 100. Faida na manufaa yatakayopatikana katika jina hili kwa hakika ni makubwa sana, na wallahi billahi alaikum, jina hili lina manufaa mengi katika mambo ya kheri na baraka. Na wallahi mwenye kutaka kutafuta msaada wa majambo yake, ikiwa atapata wasaa, basi afanye utaratibu, asome jina hili, basi litamfaa. Na siku zote ukitaka utatuze katika majambo mbalimbali,
utatuzi wa shida mbalimbali, kushinda kesi, maradhi, kuondoa mabaraha, nuksi, mikosi, vifungo, uchawi, kuwashinda maadui na kuwasambaratisha, kupata mafanikio ya kimaisha, kipato, kazi na mali, kupata kuburi na kaburi katika tiba zako, kuongeza nguvu katika uganga, kupata ulinzi katika siasa, kupata jina. Wallahi billahi alaik, soma uradi huu utakunufaisha. Ni mimi mwalimu wako, mwanafunzi wako, mwalimu Al-Habib Yahya. Maa salamu wa jazakumullahu khaira. Mwenyezi Mungu atukubali sote.